بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumswalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ni shukran ambazo ni wajibu kwetu kuzipeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala awalan, kwa fadhila hii na neema hii ya kutujalia katika kikao hiki cha ilmu. Kisha shukrani hizo kwa waandaaji wa jambo hili ambao ni Markaz Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ambayo ni moja katika marakiz zetu kubwa za kiilmu, bali ni markazi kubwa ya ilmu katika nchi yetu hii ya Tanzania. Na sote kwa pamoja tumekusanyika kustafidi, kupata faida, nyinyi pamoja na sisi. Na mashaikh na maduati ni wengi, isipokuwa tumechaguliwa sisi wengine kuwakilisha wengine. Wa illa hunaka man huwa afdalu minna, kuna ambao ni bora kuliko sisi, hususan kuliko mimi binafsi. Ayuha alikhwa alafadhil, mada ambayo nimepewa ni mada inayohusu dini. Hii mada ndio ambayo imebeba dini, at-tauhid, bayanu at-tauhid wat-tahdhir amma yudaduhu au yukhalifuhu au yunaqidhuhu, kubainisha tauhid, kuwa tauhid ni kitu gani, na kubainisha yaliyo kinyume na tauhid kwamba ni mambo gani. Tauhidi ni nini? Tauhidi kilugha, ja'alu shay'i wahidan, ni kukifanya kitu kiwe kimoja, ndio tauhid. Kilugha ni kukifanya kitu kiwe kimoja, hiyo ndio tauhid kilugha. Lakini kiistilahan au kisheria, tauhid ni ifradu Allah subhanahu wa ta'ala في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. ni إفراد الله سبحانه في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته, ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala fi uluhiyatihi, katika kuabudiwa kwake, katika kudhalilikiwa kwake, katika kuombwa kwake, katika kusujudiwa kwake, katika kuogopewa kwake, ni kumpwekesha katika hayo. Fi uluhiyatihi wa rububiyatihi, na kumpwekesha katika urububia wake. Tutakuja kueleza urububia ni kitu gani.
wa asma'ihi wa sifatihi, na majina yake na sifa zake. Tutakuja kueleza maana yake ni nini. Hiyo ndio tauhid. Maana yake hapa katika hii taarifu ya tauhid, utambulisho wa tauhid, kuna vitu vitatu. Kitu cha kwanza ni uluhiyya, kitu cha pili ni rububiyya, kitu cha tatu ni al-asma was-sifat, majina na sifa, majina ya Allah na sifa zake. Kwa hiyo kuna uluhiyya, rububiyya na asma wa sifat. Sasa uluhiyya ni kitu gani? Uluhiyya ni ifradu Allahi bilibada au fil ibada, ni kumpwekesha Allah katika ibada. Hiyo ndio uluhiyya, ni kumpwekesha Allah katika ibada. Yani wewe unapomwabudu Allah unampwekesha, yani unamwabudu yeye peke yake. Hiyo ndio uluhiyya. Ukiswali unaswali kwa ajili ya Allah peke yake. Ukifunga unafunga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ukitoa zaka kwa ajili ya Allah peke yake. Ukimuomba unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ukichinja kichinjo cha ibada unafanya kwa ajili ya Allah peke yake. Hiyo ndiyo al-uluhiyya. Kwa tukisema uluhiyya ni ifradullahi bil ibada, ni wewe kutekeleza ibada kwa ajili ya Allah peke yake au kuielekeza ibada kwa Allah peke yake. Kwa mfano, ukisujudu unamsujudia Allah peke yake. Kuna wanaosujudu hawamsujudii Allah, hawamwelekei Allah, bali wanaelekea mizimu, wanaelekea masanamu. Kwa hiyo anasujudu mbele ya sanamu, analisujudia. Kwa hiyo analisujudia sanamu. Wewe unahitajika umsujudie Allah peke yake. Usujudii sanamu wala kaburi wala eneo lolote la tambiko, la, namsujudie Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, kumwelekea yeye. Ukifunga unafunga kwa ajili ya Allah peke yake, sio kwa ajili umeamrishwa na maruhani. Ukichinja kichinjo kisichokuwa chakula, maana kichinjo cha ibada, ibada hiyo ni ibada iliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na kwa ajili yake, kama vile al-udhiya, kama vile kichinjo cha mtu wa haji ya tamattu, mfano, au sadaqa katika sadaqat. Uchinje kwa ajili ya Allah peke yake, sio kwa sababu umeamrishwa na mganga fulani, sio kwa sababu mnaenda kutambika sehemu fulani, la. Hiyo ndio uluhiyya. Wala adilla ala dhalika kathira, dalili ziko nyingi, tutataja baadhi insha Allah. Kwa hiyo hiyo ndio uluhiyya, ifradullahi bil ibada au fil ibada. Namba 2, ifradullahi ambao ni rububiyya. Rububiyya maana yake ni ifradullahi subhanahu wa ta'ala fi mulkihi wa khalqihi wa tadbirihi. Ifradullah subhanahu wa ta'ala fi mulkihi wa khalqihi wa tadbirihi. Idhan ar-rububiyya imekusanya mambo matatu.
Ar-rububiyya imekusanya mambo matatu. Jambo la kwanza, lilokusanywa katika rububiyya ni al-mulk, yani ufalme. Jambo la pili, uumbaji, al-khalq. Jambo la tatu, at-tadbir, uendeshaji wa mambo ya viumbe wake. Kwa hiyo rububiyya ni vitu vitatu: al-mulk wal-khalq wat-tadbir, ufalme, uumbaji, uendeshaji mambo. Nini maana yake? Ifradu Allah subhanahu wa ta'ala fi rububiyyatihi, kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala katika rububiyya yake, yani ni kumpwekesha Allah kwa kuamini kuwa yeye peke yake ndiye mfalme ambaye hakuna mfalme kama yeye, na mfalme ndiye mmiliki wa kila kitu. Hakuna mmiliki wa kila kitu isipokuwa yeye. Kwa hiyo ni wewe kuamini hivyo. Jambo la pili, ifradullahi fi khalqihi, kumpwekesha Allah katika uumbaji wake, kwamba hakuna muumbaji isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna muumbaji isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu. Na jambo la tatu, at-tadbir, kuendesha mambo ya waja, kama vile kuwapa riziki, kuwapa uhai, kuwafisha, kuwahuisha, kuwaponya. Hii yote inaingia katika at-tadbir, kuendesha mambo ya waja. Hakuna anaendesha mambo ya waja isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Yeye ndiye huhuisha, yeye ndiye hufisha, yeye ndiye huponyesha, yeye ndiye huleta riziki, wama ila dhalik, at-tadbir. Kwa hiyo wewe unahitajika uamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mfalme na mmiliki wa kila kitu, kila kiumbe, na yeye ndiye muumbaji wa kila kitu, na yeye ndiye muendesha mambo ya kila kitu, Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni utambulisho wa tauhid ar-rububiyya au rububiyya. Jambo la tatu, al-asma' wa sifat, yani ifradu Allah subhanahu wa ta'ala fi asma'ihi wa sifati, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika majina yake na sifa zake. Na kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika majina yake na sifa zake, yani ni kuamini kwanza kuwa Allah ana majina na sifa ambazo zimethibiti katika Qur'ani na Sunna. Ni wajibu uziamini sifa hizo, ni wajibu uyaamini majina haya, na adilla ziko nyingi, tutakuja kusoma baadhi yake. Ni wajibu uamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana majina mengi na sifa nyingi ambazo hatujui idadi yake. Ni wajibu uamini hivyo. Pili, hutakikani kukanusha chochote au kupindisha maana ya sifa yoyote au ya jina lolote ambayo imethibiti katika Qur'ani na Sunna. Hutakikani kupindisha chochote, uamini kama ilivyothibiti. Hiyo ndiyo al-asma wa sifat. Idhan tauhidi ni mambo haya matatu: ifradu Allah subhanahu wa ta'ala
fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifati. Tumeelewa maana ya al-uluhiyya wa rububiyya wal asma' wa sifati, kwamba tauhid ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo haya matatu. Ni kumpwekesha Allah katika ibada unazoabudu, ni kumpwekesha Allah katika unayoitakidi kuhusu Allah, katika ufalme wake, uumbaji wake, na vile vile uendeshaji mambo ya waja, na vile vile kuamini majina yake na sifa zake. Hiyo ndio tauhid. Tauhidi hii inaingia katika mlango wa imani, inaingia katika mlango wa imani ambao namba moja ni al-imanu billah. Yani nguzo za imani ni 6. Nguzo ya kwanza ni al-imanu billah, ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Min al-imani billah, katika kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala ni kuamini mambo haya matatu. Ni kuamini mambo haya matatu ambayo tumeyataja: uluhiyya, rububiyya, al-asma' wa sifat. Al-imanu billah, kuna kitu kimoja kinaongezeka na vinginevyo, lakini hiki cha msingi sana ambacho si katika jina au sifa, lakini ni wajibu kukiamini, ni wajibu kukiamini. Nacho ni al-wujud, wujudullah subhanahu wa ta'ala, kuamini uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala ni wajibu. Wa illa wewe utakuwa kafir uamini kwamba Allah yupo. Kwa hiyo al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah ameeleza kwamba al-imanu billah yatadhammanu 4 ashya. Kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake kunaingia vitu 4. Kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake kunaingia vitu 4. Vitatu ni vile tulivyotaja: al-uluhiyya, ar-rububiyya, al-asma' wa sifat. Ya 4, al-imanu bi annahu mawjud, kuamini kuwa Allah yupo. Hii ni lazima, pamoja na kwamba si katika jina au sifa, lakini mbabi al-ikhbar, kwamba umwelezee Allah yupo au hayupo, lazima useme yupo. Na hili lazima ulijue, kwa sababu wengi katika watu wa Ulaya na Marekani leo hii na watu wa mashariki wanaamini kwamba hakuna Mungu. Yani Ulaya mashariki wanaamini kwamba hakuna Mungu, baadhi hata katika baadhi ya nchi kama vile Japan na Korea na kwingineko. Hii inaitwa ilhad. Hii inaitwa ilhad, yani kutoamini uwepo wa Mungu, kutoamini uwepo wa kufufuliwa, kutoamini pepo na moto, kutoamini kuhesabiwa baada ya kufa. Na hili ni gonjwa ambalo linasambaa kwa kasi sana Ulaya na Marekani pamoja na nchi hizo. Kwa hiyo lazima utilie msisitizo al-imanu biwujudihi, kuamini uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, lazima. Na hii ndio tauhid. Kwa maana hiyo tauhidi ndiyo dini. Tauhidi ndiyo dini. Dini imesimama katika tauhid. Ukikosa tauhid, maana yake ni imma utaamini kuwa Allah hayupo kama anavyoamini hao niliowataja, ambao ni hatari, nao ni watu hatari namba 1, au
utapinga uluhiyatu, utapinga kuwa anastahili kuabudiwa peke yake, ukawa kama Mayahudi na Manasara, au ukawa wewe huamini kwamba kuna dini, yani unasema huamini chochote, mpagani, upigi vita na sasa sipigi vita, mimi sina chochote, pagani. Au ukawa kama munafiqun wa hakadha, au ukawa kama waabudu masanamu wa hakadha. Hii ndio tauhid. Je, tauhid ilianza lini? Nani atajibu swali hilo? Mimi sitaki kuongea peke yangu. Tauhid ilianza lini? Halafu jawabu liko hapo katika maneno yangu. Nani atajibu? Nikitangaza kwamba atakayejibu nitampa 10,000, nyote mtanyosha vidole. Naam, tangu kuumbwa Adam alayhi salam. Naam, tauhid ipo tangu Allah subhanahu wa ta'ala akalifishe viumbe wake dini hii, tangu Allah subhanahu wa ta'ala ateremshe nabii wa kwanza ambaye ni Adam alayhi salam, tauhidi ipo. Swali, kwa nini mtume wa kwanza ambao tutasoma katika vitabu kwamba mtume wa kwanza aliyekuja kulingania tauhid ni Nuh alayhi salam? Nani atajibu swali hili? Naam, anasema kwa sababu viumbe wa kwanza tangu Adam alayhi salam walikuwa katika asli ya tauhid. Kwa hiyo Adam alayhi salam alikuwa ni nabii na alikuwa anaishi na umma wake, wote walikuwa katika tauhid na akiwahimiza katika tauhid. Kama ilivyokuja katika baadhi ya riwayati, ilikuwa kipindi cha 10 qurun, kisha kukaja watu wakazusha shirki, kufru. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akamtuma Nuhu alayhi salam kulingania tauhid na kukataza shirki. Hii kulingania tauhid haina maana kwamba kabla haikuwepo tauhid, lakini alitumwa Nuhu alayhi salam kulingania tauhid baada ya kuzuka shirki. Kwa hiyo kusafisha ile shirki iliyokuja kuvuruga tauhid, ndio makusudio. Wa illa tauhid ilikuwepo kabla ya Nuhu alayhi salam, kwa sababu tauhid ndio dini yenyewe. Nilisema jawabu lipo kwa sababu nilisema tauhid ndio dini. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kana an-nasu ummatan wahida fab'atha Allahu an-nabiyina mubashirina wa mundhirin. Watu walikuwa ni umma mmoja, yani kabla ya kuzusha shirki, kabla ya kuja kufuru, watu walikuwa ni umma mmoja, yani ala al-islam, walikuwa katika uislamu wote, kulikuwa hakuna kufuru, wote ala al-islam. La yani kwamba hakukuwa na baadhi ya maasi, makosa yalikuwepo lakini sio kufuru wala shirki. Makosa yalikuwepo lakini sio kufuru wala shirki. Idhan hii inaitwa tarikhu da'wati at-tauhid, ndio anwani yake, tarikhi ya ulinganizi wa tauhid, kwamba asli tauhid ilikuwepo tangu nabii wa kwanza, tangu Adam alayhi salam, kisha ikaja ikajadidiwa wakairiniu. Allah subhanahu wa ta'ala akairiniu kwa kumtuma mtume wake Nuh alayhi salam baada ya watu kuzusha shirki. Na ndio hapo Allah subhanahu wa ta'ala akasema walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut.
Na kwa hakika tumetuma katika kila umma mtume ambaye tulimwambia awaambie watu wake, u'budullaha, muabuduni Allah, wajtanibu taghut, jiepusheni na taghut. Taghut ni kila kinachoabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, ni taghut. Na hapa amesema rasulan, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Rasul, hakusema nabiyan. Nini tofauti kati ya rasul na nabii? Rasul, nabii ni yule ambaye amepewa wahi, lakini kule kufikishia wengine ni sunna, sio wajibu kwake. Kwa maana asipofikisha wala hana adhabu yoyote wala hana dhambi. Ama rasul ni yule ambaye amepewa wahi na akawajibishwa kufikisha. Ya ayuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik. Kwa hiyo rasul ni yule ambaye amewajibishwa kufikisha. Na taarifu hii wengi katika ahli ilmi muhaqiqina wameitaja, ikiwemo al-Imam Ibn Baz rahimahullah. Idhan Adam alayhi salam alikuwa nabii au rasul? Nani atajibu? Umejibu wewe kwanza, ngoja nitafute wengine. Allah akubariki. Alikuwa nabii kwa nini? Na una udalili kwamba haja kalifishwa, haja wajibishwa? Umejaribu, mashaallah, Allah akubariki. Lakini nataka dalili, yani kuna dalili iko wazi. Naam, jazakallah khair. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja mitume alianza kwa nabii Nuh alayhi salam, na vitabu vyote vya tauhid vinaeleza miongoni mwa fadhila za tauhid. Na mimi hapa niko kwenye kipengele cha fadhila za tauhid. Yaani mimi wakati mwingine naingia kwenye unwani bila kusema hiyo unwani kadha, mimi naenda tu kwa sababu nyinyi mmesoma chuo kikuu mnajua. Kwa hiyo fadhila ya tauhid ni hiyo. Miongoni mwa fadhila za tauhid kwamba tauhid ndio sababu ya kutumwa mitume. Kabla ya hapo hakukuwa na mitume. Sasa fikiria wewe, mitume ndio afdalul khalq, ndio viumbe bora, na wa kwanza kabisa ni Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Viumbe bora wametumwa kwa sababu ya tauhid. Idhan hii inaonyesha kwamba rasul wa kwanza ni Nuh alayhi salam. Maana yake Adam alayhi salam alikuwa ni nabii. Adam alayhi salam alikuwa ni nabii, na hali halisi inaonyesha, kwa sababu kipindi cha Adam alayhi salam hakukuwa na kufuru wala shirki. Hakukuwa na kufuru wala shirki. Kwa hiyo hata ile nguvu ya ulinganiaji kipindi cha Adam alayhi salam ni tofauti na kipindi cha Nuh alayhi salam, kwa sababu kipindi cha Nuh kuna kufuru na shirki, kipindi cha Adam hakuna kufuru wala shirki. Wazi ya Sheikh? Idhan katika ubora wa tauhid kwamba inaonyesha kwamba tauhid ni kitu bora, ni kitu chenye fadhila, ni kule kutumwa mitume kwa sababu ya kulingania kwenye tauhid. Na ndio maana akasema walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu taghut. Kwa hakika tumetuma katika kila umma mtume, tukamwambia awaambie watu waabudu Allah wajtanibu taghut, na jiepusheni na taghut.
أقسام الناس في التوحيد. قبل أقسام الناس في التوحيد kwanza adilla ziko mbalimbali za kuonyesha tauhid, nyote mnazijua, lakini katika kubainisha adilla hizi tutaka tuzungumze jambo moja, kuwa wakati Mtume sallallahu alayhi wasallama analingania watu wa Makka, watu wa Makka wanakiri kuwa muumbaji, mmiliki na muendesha mambo yao ni Allah subhanahu wa ta'ala, lakini tu wakasema pamoja na kwamba yeye ndiye mmiliki, ndiye muumbaji, ndiye muendesha mambo yetu, lakini yeye hastahiki kuabudiwa peke yake, lazima tuabudu na vingine. Wakasema aj'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Muhammad anafanya miungu kuwa mmoja, miungu iliyobaki yote anaikataa, anataka tuabudu mmoja tu. Hakika hili ni jambo la ajabu. Washirikina walikiri hii rububiyya. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah. Ukiwauliza nani ambaye ameumba mbingu na ardhi, watasema ni Allah. Walikiri. Shida ikaja kwenye uluhiyya. Hapa ndio kwenye shida. Wakasema aj'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Wakawa wanafanya nini? Wanamuomba Allah pamoja na masanamu. Wengine wanayaomba masanamu kabisa bila kumuomba Allah, na yote ni shirki. Kwa hiyo pamoja na kwamba tumesema tauhidi ni mambo matatu, uluhiyya, rububiyya na al-asma wa sifati, lakini al-uluhiyya ndio kitu ambacho kilikuwa ni kigumu kwa makufar wa zama zile. Uluhiyya, na uluhiyya ndio iliyotenganisha kati ya Waislamu na makufar wa zama zile. Lakini hapa kuna qaid kwamba wengi wao, sio wote. Kwa nini wengi wao? Kwa sababu wako waliokuwa wanapinga pia rububiyya, lakini wachache. Zama za sasa wako nusu kwa nusu. Wako wanaopinga rububiyya na wanaopinga uluhiyya. Wako wanaopinga rububiyya pamoja na uluhiyya, na wako wanaopinga uluhiyya peke yake, rububiyya wanakiri, kama walivyokuwa wake kina Quraish. Wanaopinga rububiyya na uluhiyya hawa ni hatari zaidi, pamoja na kwamba wote ni makufari. Wanaopinga rububiyya na uluhiyya ni kina nani? Nani atajibu? Mulhiduna. Hao tumesema ni kina nani? Wako wapi sasa hivi? Hata washina pia. Sahihi. Yani umejibu alafu umezidisha. Amejibu kwa ikhtisar, hata wachina pia. Yani ile na wachina pia. Sasa sio kwenye mtihani anakupa mwalimu au hakupi? Abubakar, Allah akubariki. Naam, kwamba wengi katika makufari wa Ulaya na Marekani na Japani huko na Korea, ameongeza na wachina pia, wengi wanapinga rububiyya na uluhiyya. Yani kusema kuwa hakuna muumba, hakuna Mungu, hakuna kiyama, hakuna mmiliki wa hii mbingu na ardhi,
ambaye ni Allah, huku ni kupinga rububia. Zidi ala dhalika kwamba hamwabudu. Ukisema hayupo maana yake umwabudu, umepinga uluhia. Kwa hiyo umekusanya kati ya rububia na uluhia. Hawa ni hatari zaidi, ni hatari zaidi ya Mayahudi na Manasara. Ni hatari katika upande gani? Nani atajibu? Tufanye kazi pamoja. Ni hatari upande gani? Ni hatari zaidi katika upande wa athari za kitabia. Athari za kitabia. Ambaye haamini uwepo wa Mungu na kwamba kifa atafufuliwa, hana cha kupoteza. Yaani yeye anaona afanye lolote kwa sababu hakuna kufufuliwa, hakuna kuulizwa. Myahudi au Mnasara anayeamini katika Uyahudi na Unasara anaamini kuna kufa na kufufuliwa na ataulizwa, pamoja na kuwa yuko kwenye kufuru. Na ndio maana utawakuta baadhi yao wana hofu, baadhi yao wanaacha baadhi ya mambo ya haramu pamoja na kuwa wako kwenye kufuru. Na ndio maana kwenye sheria ya Kiislamu ikajuzishwa kuoa mwanamke wa Kiyahudi au Kinasara anayejihifadhi, yani anayejihifadhi na maasiya na ufasik, anayejitunza. Lakini nimeingia tu kidogo takatoke lakini Sheikhul Islam Ibn Baz rahimahullah ameweka kaidi hapa kwamba ni bora ufanye hivyo kwa dharura. Yani nataka nitoke hapo afu niweke kitu afu niondoke zangu, msije mkanigandisha hapa ikawa ndio mada. Lakini imejuzu kwa sababu gani? Kwa sababu hawa ukimpata yule ambaye ameshika dini yake inayomfundisha au uache maasi au uache pombe uache nini, kweli anaacha. Ama mulhid, huyu hana cha kupoteza. Kwa hiyo athari za maasi ya kwao ni kubwa, athari za uvunjaji wa maadili kwao ni kubwa kuliko Mayahudi na Manasara. Wazi ya Sheikh. Idhan hawa wanaitwa almukhalifuna fi at-tauhid, aqsamu an-nas fi at-tauhid, makundi ya watu katika tauhid. Na hii ndio unwani yenyewe, aqsamu an-nas fi at-tauhid. Sasa tuweke kituo, alafu tukija sasa aqsamu an-nas fi at-tauhid tutaeleza vizuri pamoja na kuendelea na anawini zingine. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.